Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bwana. Heri. Sawa sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Nyie vipi? Tuko vizuri. Alhamdulillah, jambo la kumshukuru. Ya, nimefuturu vizuri, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza viongozi wa klabu yetu ya Yanga chini ya uongozi wetu Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu hii. Leo kwa bahati mbaya hakuwa amefika kwenye eneo hili la tukio, lakini amewakilishwa hapa na makamu wa rais wa klabu yetu Arafat Haji. Lakini pia tumekuwa na mjumbe wa kamati tendaji Mzee Rogers Gumbo. Wote hawa walikuwa na kuendeleza tamaduni ambao tuko nao Young Africans, kuhakikisha kila katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhan basi tuwe tunapata angalau siku moja iftari ya pamoja na wadau wetu mbalimbali. Wadau wakubwa wa klabu yetu Young Africans ni wanachama wetu. Tumewaalika leo baadhi ya wanachama ambao walikuwa hawako bize sana, lakini tumewaalika baadhi ya viongozi wa matawi kutoka matawi tofauti tofauti. Kuna tawi limetoka hapa nasikia Kongoe wamekuja hapa kuja kujumuika na sisi. Lakini pia tuna wadau wengine ambao ni wadhamini wa klabu yetu ambao tumewaalika pia kwenye iftari hii. Lakini pia wadau wengine nyinyi waandishi wa habari tumewaalika leo, tumefuturu pamoja na maisha mengine yanabidi yaendelee. Ni ibada ambayo tumekuwa tukiifanya kila ambako mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, na mwaka huu tumeifanya tena, na nawapongeza wote kwa kuja, tumeshiriki pamoja, alhamdulillah. Mwitikio ni mkubwa sana. Unajua viungu hivi vya mwisho hivi mambo kidogo yanakuwa ya kuresi. Mambo yanakuwa ya kuresi kwa sababu watu wanakuwa na plani za sikukuu kwa wenzetu Waislamu, lakini pia Pasaka haiko mbali. Kwa maana yake mchaka maandalizi ya sikukuu umeshaanza. Kwa hiyo sisi hatukutegemea kama tungepata namba kubwa namna hii ambayo tumepata siku ya leo. Kizingatia pia tayari kundi kubwa la Yanga limeshaanza safari kuelekea Arusha. Kuna timu imeshafika, lakini wanachama wetu wameshaanza kuondoka, wanaelekea pia Arusha kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo namba tuliyopata leo ni kubwa na hatukuitarajia. Kwa hiyo niwashukuru sana wote ambao wamejumuika leo na jambo limekwenda vizuri, alhamdulillah. Basi amesema kwamba nyie hambagui Watanzania wako hapa ambao. Hii ni iftar. Yes, hii ni iftar. Nimealika watu wote ambao walikuwa hawako busy sana, waliconfirm watakuja. Ambao walikuwa wako busy waliniambia hawataweza kuja. Nilipigia simu ndugu yangu Hashimu Ibwe, nikamwambia najua sasa hivi unakula tu kama mantilie. Hashim ni kama mimi tu. Kwamba ni toleo. Hapana. Ni kama mimi kwenye swala la kutulia kwenye ndoa. Hajaelewa bado mtoto huyo. Kwa hiyo nimemwalika, lakini ameniambia kuna foleni. Sasa sijui atafika saa ngapi, lakini nilimwalika hapa aje endelee na sherehe ambayo ameanza kuifanya. Nimealika watu mbalimbali, kuna wengine ambao wako busy na wengine ambao hawako busy wamekuja. Unafikiri Hashim angeweza kufika? Anakuja. Anakuja. Hashim ananiambia yuko njiani wallahi. Amenipigia mpaka Ahmed sijamwalika. Ameniambia anafuturu na familia yake. Leo kwa sababu yuko busy, kwa hiyo atafuturu na familia yake. Kwa hiyo nikamwambia alhamdulillah, endelea. Wakati mwingine akiwa free ataalika. Lakini hii wasiliana naye muda mrefu, takriban nitakuwa niko busy kidogo na ligi kibreak kidogo hapa kabla hujasafiri, nitapata iftari na familia. Kama juzi nilifuturu na familia, kona yeye anapata iftari yake na kuna wanafiki wengi hapa. Kuna wanafiki wengi sana. Na uwazanii wananipiga taa usoni nisiwaone, lakini nimewaona. Nimefuturu na familia yangu juzi vizuri, na leo yeye anafuturu na familia yake, kwa hiyo ilikuwa ngumu kumpata siku ya leo. Wewe ni familia tu. Ali, umezungumzia swala la kikosi chenu cha Yanga kwa sababu leo wameondoka kuelekea kule Arusha. Tuambie labda mipango kama viongozi kuelekea kwenye mchezo huo ukilinganisha na. Kwanza tumefika Arusha na taarifa ambazo nimezipata wakati wa mapokezi pale Arusha. Wakazi wa Arusha wenyewe wameshangaa pale airport, wakiwaambia viongozi wetu na wachezaji, hivi si nyie ambaye tumewaona jana usiku kwenye TV mkiwa mnacheza mechi ya ligi, leo mpo tena Arusha mna mechi nyingine Jumatano? Viongozi wetu wakawajibu kwamba mkubwa huwa hadeki. Kwa hiyo tumecheza jana usiku na leo tumeondoka, tumekwenda Arusha. Tutafanya mazoezi siku moja tu, kesho Jumatano msondo mwingine utapigwa Sheikh Amri Abeid Arusha. Semaji kwenye kosa ambacho kimesafiri wakati niko airport. Unaona Ibra Baka na Dep kwenye takazao zikoje? Ukuwaona? Basi kama ukuwaona ni wewe. Wewe kama ukuwaona ni wewe. Lazima tuwaposti, unaona wote. Kama mnaficha sala
Hapa tufichi. Wapo utawaona, sio na wasiwasi. Ni mechi ngumu kiasi gani dhidi ya TRA pale Shamra Bay? TRA ni mechi ngumu. TRA ni mechi ngumu na hawa TRA wanarukaruka tu kwa majina, lakini hawa TRA hawa asili yao hawa ni IF. Yaani wanarukaruka tu lakini asili yao hawa ni IF. Sisi tunawatambua kama IF waliopata hela. Ndio hawa TRA Football Club. Kwa hiyo ni mechi ngumu mara zote. Na last season nafikiri baada ya kupoteza mechi na Azam tulienda kupoteza mechi na Tabora. Tabora kabla haijakuwa TRA. Ndio humo, si ndio? Kwa hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kwa tahadhari kubwa na tumejiandaa kuicheza hiyo mechi. Tumejiandaa kucheza hiyo mechi kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Tuendelee kukaa pale juu ya kilele cha msimamo wa ligi. Ya jana mmeyasahau? Kwani yalitokea yapi mabaya mpaka tuwe tunayakumbuka? Unajua unajua kila timu ina kipaumbele chake. Kipaumbele cha Yanga ni kuchukua ubingwa. Kipaumbele cha Azam ni Zaka apate clip za kupost kwa msimu kama hivi. Tokee matukio awe anapost. Wale hawajawahi kuwa na kipaumbele cha ubingwa. Kifupi, Azam Football Club ni timu ya kawaida sana inayodanganywa na wachambuzi wa mpira. Nimecheza mechi 14, imepata sare 7. Azam imecheza mechi 14, imepata sare 7, imeshinda mechi 6. Ni timu ya kawaida sana inayodanganywa na wachambuzi. Kwa hiyo jana wamekuja na mwendelezo wao, wamepata sare na wamekwenda kufurahia kama wanavyofurahia wenzao. Kwa hiyo sisi kama klabu kubwa malengo yetu hayawezi kumezwa na matokeo ya jana. Ni matokeo mazuri kwa timu kama Yanga kuweza kumaintain uongozi wako against timu ambazo zinaweza kuchallenge kwenye ubingwa. Hizo ni hesabu za watu wanaojua mpira. Unajua sasa hivi kumegawanyika. Kuna makundi ya watu ambao wanaujua mpira na kuna makundi ambao wanapambana Yanga isifanikiwe. Sasa hawa watu hawa ukiwasikiliza hawana jema la Yanga. Yaani Yanga ndio timu pekee Tanzania ikipata sare Yanga imefeli. Ndio Yanga pekee na sio duniani nafikiri. Duniani yani Yanga ikipata sare against Azam Yanga imefeli. Umeelewa? Yanga ikipata sare dhidi ya Simba Yanga imefeli. Na wahakikishia wote dua zao sasa hivi wanasubiri lini Yanga itafungwa. Na Mwenyezi Mungu anatuepusha pamoja na hila zote, hilo jambo halitokei. Tunaendelea kupata matokeo mazuri ya kimpira, tunaendelea kusogea mbele. Sisi imethibitika msimu huu, licha ya maneno yote ambayo mnayasema kwamba Yanga imeshuka ubora, Yanga haivutii, Yanga haichezi hivi na hivi, lakini msimu huu bado hakuna timu bora kama Young African Sports Club. Pamoja na yote, bado hakuna timu bora, timu iliyo kamili, timu iliyo tishio kama Young African Sports Club. Kwa hiyo tunatambua daraja ambao tuko nalo, sisi ni kipimo cha timu zote, kwamba ukija ukipata sare na Yanga wewe umepanda uwezo. Wote wanajiandaa kushonwa. Wakija kupata sare wanajisifia wamepanda uwezo. Kwa hiyo sisi tunatambua daraja letu ni daraja la kuchukua ubingwa. Ndio maana watu wanaotoa maoni, sisi kama taasisi ambayo na viongozi tunayachukua, yale mazuri yanafanywa kazi, yale mabaya hovyo tunaachana nayo. Lengo kubwa Yanga ichukue ubingwa. Mimi nitawahakikishia mwisho wa msimu hapa hamna atakayekumbukwa hapa kwa kupata sare na Yanga. Atakumbukwa mtu ambaye atachukua uchampioni. Na ndio malengo ambayo tuko nayo. Kwa hiyo sisi focus yetu iko pale pale kama timu kubwa, timu bora. Mwaka huu tunaendelea kuishikilia hiyo rekodi. Vita ni kubwa. Vita ni kubwa sana msimu huu, na ninachofurahia ambacho mimi nimefurahia sasa, wana Yanga macho yao yamefunguka, masikio yao yamesikia. Wakati mwanzoni nazungumza kwamba kuchukua ubingwa mara ya 5 mfululizo itakuwa ngumu kuliko msimu uliopita, watu kama waliona kawaida hivi. Lakini nafikiri wanaona wana Yanga, na mechi ya jana imetuthibitishia. Mimi nimepata message nyingi sana leo. Wanao wakiniambia kiongozi ulikuwa sahihi. Huu msimu tukaze kamba. Kiongozi ulikuwa sahihi, huu msimu dume. Niwaambia yes, sasa msimu dume mnaonaje? Iko timu ambao ni dume ya kutusumbua, anasema hamna. Kwa nini msimu dume? Ndio labakia swali la kuuliza. Unaelewa? Kwa sababu ili msimu wa dume lazima kuwe kuna timu dume
ambazo zimekwenda juu ya Yanga. Tuseme kama Azam iko juu ya Yanga, Simba iko juu ya Yanga, TRA ipo juu ya Yanga. Tuseme msimu dume watu wote wamekuwa juu ya Yanga. Lakini msimu dume Yanga ndio ipo juu. Difference ya point sasa hivi kwa Azam ni 8, kwa Simba itabakia 3 kama atashinda mechi zake. Lakini bado watu wanasema msimu ni dume. Kwa nini msimu dume? Ndio swali liko hapo, wana Yanga tutatafutia majibu na tutayapata inshallah. Point zimebakia chache sasa hivi. Na point 3 hizo mnazo. Kwa maana kwanza umemwona Bedi yake anafanya uchambuzi. Yes. Umeelewa? Yaani hiyo ndio standard ya Yanga. Yaani hiyo ndio standard. Watu wote hawa wanajiandaa. Na nyinyi wote nyinyi. Nafikiri nyinyi wote hapa tukichunguzana hapa. Sasa mara mwisho Yanga imefungwa mechi ya ligi ni dhidi ya Tabora. Tabora, si ndio? Wewe ulikuwa huko Bugane TV, wewe ulikuwa hata hujapanda cheo bado huku. Ilikuwa bado, yani hata wewe ulikuwa bado hujakuja huku, yani mlikuwa bado. Ndio mara mwisho Yanga imefungwa. Kwa hilo jambo hamlisubiri pekee, watu wengi kweli. Sasa hiyo subira imejenga hasad, imejenga chuki, imejenga tu ushindani wa kipuuzi ambao hauna maana. Lakini nawaambia ndugu zangu, Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Yaani wenyewe mnaoyasikia wakiyaongea kwenye vyombo vya habari, hayo ni maneno ya uongo. Ya ukweli wanajadiliana wenyewe ndani. Kama tumeikosa Yanga ile tutaipata ipi? Wanasema jana mlikuwa unga sana. Ndio, mbona haijafungwa? Yanga ilikuwa unga, siwaangalia tu maji pale wasonge ugali wale. Ndugu yangu, kueleze kitu dadangu. Hizo swali umeuliza. Kwa mfano tu tumecheza mechi jana. Mechi imeisha saa 4 usiku. Si ndio? Saa 4? Hii ndio mjadala mpya. Hivi saa 4 usiku mechi ikiisha, Jumatano tukicheza mechi saa 10. Saa 72 zimeenea hapo. Nyinyi ambao mmesoma. Jana Jumapili tumecheza mechi. Mechi imeisha saa ngapi jana? Mechi saa 4:30, imeisha saa 4:30, ndio? Hapana, ile saa 4:30, 5 kasoro imeisha. Mechi ni 90 minutes, maana yake ni 5. Saa 72 zimefika? Ni mjadala mwingine huu ambao nimewaachia question mark hapo mtauchambua na nyinyi sasa kwenye zile saa 72. Swali lako la msingi sasa. Ila msimu kama vile mkosile sana. Si najibu? Tulia nijibu hili kwanza. Msinishambulie. Nimebaki sijakwenda Arusha kwa ajili yenu. Maana najua mnanitafuta. Zimetimia? Anahesabu? Weka kamera. Unahesabu? Hajatimia semaji kiuhalisia kwa sababu ni Jumapili saa 5 kasoro, Jumatatu saa 5 kasoro, Jumanne saa 5 kasoro ni 48. Hakuwa hajatimia. Hajatimia Sasa huyo mwalimu kamaliza mechi jana. Let's say kaona makosa jana ambayo anatakiwa akafanyiwe kazi. Si ndio? Leo kaamka saa 6 yuko airport. Timu imeelekea Arusha. Wamefika Arusha, players wameenda kupumzika. Kesho ana siku moja ya kufanya mazoezi. Na hiyo siku moja ni -1. Yaani mazoezi pia ya mwisho kwenda kwenye mechi. Hauwezi ukafanya muda huo marekebisho uliyoyaona, muda huo ukafanya plani ya mechi inayofuatia. Ndio maana jana kauli ya kwanza ya kocha ilikuwa ni kuwapa pongezi wachezaji. Licha ya yote lakini bado wanaonyesha ni wanaume. Jamani, Yanga wana wachezaji. Yanga wana wanaume kweli kweli, mimi nawaambia. Yaani Yanga wana wanaume, Yanga tulisajili watu, mimi nawahakikishia. Lile janaume kama Ibrahim Baka lile limeweza kupiga mechi zote hizi mfululizo na linasimama. Dude kama Duke Abuya General, mnaliona lile limekaa linakaza. Haki ya Mungu angepitia wachezaji wengine hawa, mngeona mambo mengi sana. Yaani tuna wanaume kweli kweli. Unaona yule Max anapiga kila mechi. Kila mechi anatwanga. Na bado timu iko very strong. Timu haiyumbi. Izra Patrick Mwenda anapiga kila mechi, Shabana anapiga kila mechi. Na timu iko very strong. Wale ni wanaume kweli kweli, nawaambia ndugu zangu. Huyu Shabalala Shadrack Boka ameumia. Hivyo naye anafanywa vipimo sasa hivi. Maana naona kama kumekuja na style mpya sasa hivi. Hii nayo nimeona. Kwa hiyo kuna style mpya kidogo wewe. Tuwapunguze nguvu hao sasa tuwapeleke wodini. Naona kuna style mpya. Na yeye pia tunaifanyia kazi. Yeye tunaifanyia kazi hiyo. Boka naye yupo injury. Tunamfanyia uchunguzi tujue ukubwa wa jeraha lake. Kwa hiyo Shaba anatwanga pale. Elewa bwana, anatwanga pale na aonyeshi kwamba kuna namna ambavyo anachoka. Anatwanga bado kwa ajili ya timu. Ndio maana jana kocha kauli ya kwanza, pamoja na yote tumecheza dhidi ya timu bora ambayo imeweza kutupa ushindani. Tumeweza kumaintain ile mechi, tunaondoka hapa tunasema mechi tulikuwa tunataka tushinde. Yaani wachezaji wana uvumilivu. Ligi sinachezwa hii. Hapa
Kuna honeymoon watu wanapewa hapa kupumzika hapa. Ikimalizika sio atakuja kucheza, mtakuja kutofautisha Yanga na timu nyingine. Zikianza kupigwa ile back to back siku mbili mechi, mtakuja kuona wenyewe. Mimi najivunia sana players ambao tuko nao. They are very strong. Hayo mambo ya mbinu yote sasa hivi hayawezi kufanya kazi, hayana uhalisia dadangu. Huwezi ukaenda uwanja mazoezi kesho ukafundisha ulichokiona mechi na Azam ukirekebisha kesho weke plani nyingine, huwezi. Hamna mpira huo duniani. Kocha sasa hivi ana rely kwenye maelekezo kidogo na fitness ya wachezaji na ule moyo wa kujituma. Ndio maana Mungu atujalie tushinde tu hizi mechi mbili back to back, ligi ipumzike tukiwa pale kileleni. Lakini ratiba ni ngumu na players wanatwanga mfululizo na hawaonyeshi kukata tamaa. Very strong. Mimi ndio maana nawaomba wana Yanga, yani tujivunie sana timu yetu. Timu yetu iko na wachezaji ambao ni wavumilivu na ni wapambanaji. Mimi nawahakikishia ikitokea timu nyingine hapa ya ligi kuu icheze mechi bila Pacome kama Yanga, Dickson Job hayupo, sio Mzizi hayupo, hayupo, sio nani, mtakuja kuniambia bodi ailisheni. Yaani hao hata mtu akitema mate kuna mvua tu ailishe, nawaambia subirini mtakuja kuona. Vumilivu Yanga ni tofauti. Watu wanavumilia wanacheza, yani hamna malalamiko, watu wanatwanga tu. Itapinduka tu hii, mtakuja kuona nyewe. Ikianza sasa piga nikupige upande wa pili, ikianza pia mtakuja kuniambia bwana wameshindwa, wamesanda. Na subira. Maswala yameisha. Wewe hujanijibu saa zimefika? Sasa kama wewe hujafika na nyie ni waandishi wa habari na ndani yenu kuna wachambuzi, kwa nini hamfanyi kwa mjadala huo? Yaani kwa nini hamtengi muda wenu huo kama mjadala kwenye vipindi vya redio? Sheria inasema saa 72. Yanga kacheza mechi saa 5 kasoro. Kacheza mechi Jumatano saa 10, imefika 72? Ipo serious ya mnunguniki lakini. Mchambueni, sisi wataalamu, mbona hiyo mchambui? Mbona hamchambui? Alafu leo wote mmekaa muuliza maswali hapa. Penalty yangu hamjaniuliza. Penalty vipi? Ndio nasema yani katika interview wote ambayo mmeifanya hapa, swali la penalty mmeenda kuwauliza wachimba chumvi. Mimi mhusika hamjaniuliza. Yaani mmeamka asubuhi mmewafuata watu wasiohusika kuenda kuchambua penalty. Mimi mhusika mmepita bubu hapa. Nawasema mmepita kimya hapa kama muone kwamba kuna tuta hamuoni yani. Kimya. Mmejikausha yani hapa. Kimya au sio? Si mmeamua muwe kimya? Twendeni na ukimya, haina shida. Nyie si hamuoni? Yaani nyie swala pale si hamjaliona nyie wote hapa. Zai. Hapo umeuliza maswali karibia 9. Lakini swala la penalty ambao Yanga tumelalamikia hujauliza bana ile penalty. Hapana, yeye ndio hivyo hivyo msio na wasiwasi. Nasemaje? Allahu yaalam. Sisi kazi yetu ni alhamdulillah. Na nyie si mmeungana? Hamuulizi kwamba ile penalty. Tuendeleeni. Si hamuulizi. Ndio nasema pamoja na yote Saad Diarra kaposti mmelificha hilo swali hatumuulizi. Mnaogopa nini yani? Ni swali. Kwa nini mmeogopa kuswala penalty? Kabla sijalijibu naomba mnijibu. Kwa nini nyie mnaogopa? Shoti wapi mnaogopa mtanyima ushirikiano upande mwingine? Mimi najua hamna lolote. Tunasikia mwenyekiti. Wamekuja na maswali hapa karibia 20. Timu mara mazoezi saa 72. Swali la penalty hamna tamjale niuliza. Kimya, wamekaa kimya. Waandishi nawaambia ukweli. Kesho kwa Mungu kuna moto jamani. Kitu umeshindwa kuuliza swali. Umejikausha yani, namjui yani. Kama tumezulumiwa yani.